Kama tayari tuambie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi alwahid alma'bud wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Ma min mu'minin illa wa ya'lamu anna al-imana bihi haqqun wa wajib. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ma damatil masyariq wal magharib. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Salil ushaqa an ashqihim li rasulillah wan nasu fima yashaquna madahib. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala kwa kutukasanya katika sehemu kama hii, katika usiku kama huu, Lailatul Khamis, kwa ajili ya kusoma somo ambalo kwamba ni muhimu sana, hasa katika zama zetu hizi, zama fasida, zama mbaya, zama chafu, zama zilizoharibika na hazikuharibika bali ziliharibiwa. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, watu wenyewe ndio wale waharibu. Kwa baada ya kuwa zama zimeharibika, kama ada yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila baada ya zama, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, baada ya 100 sana, ala ra'si kulli 100 sana, baada ya kila miaka 100 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutuma mtu akaja akaisahihisha dini yake, akaja akairenovate dini yake, akaja akawaongoza watu katika njia iliyo sawa. Na miongoni mwa hao ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma na anaendelea kuwatuma na atawatuma mpaka siku kiyama kitakapokusimama, ni as-sufiyya al-mutasawwifun, ni masufi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila zama anawaleta watu kama hawa kwa ajili ya kuja kuitumikia tasawuf, kama ambavyo kwamba tumeelezwa na kama ambavyo kwamba tutaeleza. Tasawuf kama tulivyoeleza ni ruknu thalith min arkani din, ni nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo za dini, kupitia ile hadithi ya Jibril alayhi salam, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, nielezee kuhusiana na iman, nielezee kuhusiana na Uislamu, nielezee kuhusiana na ihsan. Tukasema kwa hadithi ya Mtume, al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu, ikiwa wewe humuoni yeye, umwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona. Ukiwa unamwabudu Mwenyezi Mungu na humuone, basi mwabudu Mwenyezi Mungu ukijua kwamba yuwa kuona. Hapa ndipo pakatoka ilmu ya at-tasawuf, baada ya kuja majina kadha wa kadha. Hata mmoja katika ulama aelezea maana ya tasawuf, asema imefika maani 1000, inasema imefika zaidi ya 1000, zaidi ya 1500 kueleza maana ya. Na ulama wasema sababu ya kwamba ina majina mengi, moja ni sharafu. Kitu kuwa na sharaf huwa kina majina mengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina 100,
ana majina 100. Yale tunakuwajua sisi, inna lillahi 99 asma, Mwenyezi Mungu ana majina 99, la 100 ile katika ismullahi al-a'zam. Ulama wengine wameyataja zaidi ya 100, ni sharaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana majina zaidi ya 100, ni sharaf. Tasawuf na zaidi ya 1000, ni sharaf. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu kila anaisoma tasawuf anakuja kuielewa kinamna moja au nyingine. Kwa kuuelewa kwake na kuifahamu kwake tasawuf, anakuja kuielezea kwa jina tofauti na lile jina lililoelezewa na mwingine. Tasawuf ni tazkiya, qad aflaha man zakkaha, kule kuitakasa nafsi. Tasawuf swafa imetokamana na swafa, kule kusafisha moyo, kuubadilisha moyo, kuutengeza moyo, kuondoa machafu yaliyoko kwenye moyo ukaingiza mazuri, ile inaitwa ni tasawuf. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, wa yuzakkihim tazkiyatun nafs, kutakasa moyo. Tasawuf huwa al-adabu wa husnul khuluq au hasanul khuluq au hasanal khuluq. Tasawuf ni adab. Miongoni mwa taarif na majina ya tasawuf, kuelezeana tasawuf na kusomeshana na kusomeshwa tasawuf. Tasawuf ni adab na tasawuf ni husnul khuluq, tabia njema, tabia nzuri. Husnul khuluq huwa dhalika al-ihsan, ni ile ihsan alladhi yahmilu al-insan ala al-istiqama, ni ile ihsan ambayo kwamba tumeisoma inayokumpelekea mwanadamu kuwa na istiqama fil fikri, kuwa na msimamo katika fikri na kuwa na msimamo katika suluk, kwa namna ambayo kwamba itampelekea kwenda kuitakasa imani kutokamana na ada, kutokamana na ibada, au kutokamana na ada, kwa namna ambayo kwamba itakwenda kujenga katika moyo wake kule kuhisi ya kwamba mtu daima na dawama yuko tahta muraqabati llahi taala, yuko chini ya upelelezi, yuko chini ya uchunguzi na yuko chini ya uangalizi wa Mola subhanahu wa taala. Mpaka mtu kama huyu afikie katika upelelezi ambao kwamba yash'ur, yuwafil, yuwahisi nje yake na yuwahisi ndani yake, na wana istiqrar katika imani yake na ule kuamini kwake. Anafil na anahisi katika kupata nje yake na ndani yake kule kupatikana imani. Yani nje yake yuwafil kwamba ana imani na ndani yake yuwafil ana imani, inapatikana ndani yake na imani inapatikana. Ndo Abul Hasan an-Nuri asema laisa tasawufu bishikli au bililmi, tasawuf si shikli au bililmi au ilmu peke yake. Atasawufu alkhuluqul hasan, tasawuf ni tabia njema, tabia nzuri, la akthar wala aqal, si nyingi wala si kidogo. Falau kana tasawufu shiklan, lau kama tasawuf ingelikuwa ni shikli, umbile, la nalahu almar'u bilmujahada, mwanadamu angelipata kwa kujuhudi na bidii. Ungefanya bidii na juhudi ukafanya nini? Ukapata tasawuf. Mfano kama tasawuf ni shikli, mfano kupiga gym ile, kuinua kifua na nini, lau kama tasawuf ni kujaza mwili na kifua, watu wangefanya bidii, watu wangekimbia mbio, wakainua vyuma, wakainua kila size ya chuma ili apate nini? Apate ule mwili, sio? Walau kana tasawufu ilman, na lau kama tasawuf ni ilmu tu,
la nalahu almar'u bitaallum, mtu angepata ilmu kwa kusoma. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wattaqullaha wa yuallimukumullah, sio muogopeni Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atafanyaje? Atawafundisha. Ni watu wangapi na wangapi wana ilmu na hawana takwa? Watu wangapi? Watu wengi sana, sio? Ibilisi alikuwa na ilmu, alikuwa na takwa, kumaanisha kwamba si ilmu kama ilmu tu, kuna ilmu maalumu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamfundishi mtu yoyote isipokuwa mcha Mungu. Ile ilmu maalumu, si ilmu zote. Kila mtu ana ilmu, wewe wajua, yule wajua, lakini kuna ilmu maalumu. Na tasawuf nayo si ilmu kama ilmu, kwa kuwa mtu ataisoma afanye nini? Awe na ilmu. Tasawuf si shikli kama shikli, kwamba mtu atafanya mujahada mpaka awe na nini? Awe na ile shikli. Asema walihadha fala shiklu wala alilmu wahdahuma, si shikli peke yake wala si ilmu peke yake, pengine kuambiwa kwamba ndio nini, ndio tasawuf, ambao kwamba yusilani ila almaqsad, inamfikisha mtu kwenye makusudio. Innama tasawufu, hakika tasawuf, at-tahalli bi akhlaqi allati amara Allahu biha, ni mtu kujipamba na zile tabia ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziamrisha. Kule kujipamba na tabia ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziamrisha, hiyo ndio nini? Hiyo ndio tasawuf. Na maana ya khuluqul hasan huwa at-takhalluq bi akhlaqi rasuli sallallahu alayhi wasallam, ni kujipamba na zile tabia za Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyozitaja katika al-ayatul karima, wa innaka la ala khuluqin adhim, uko juu ya, hakika yako wewe uko juu ya tabia al-adhim. Mbona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia wa innaka la dhu khuluqin adhim? Mtume alikuwa na tabia nzuri, sio? Na tabia njema, sio? Mbona hakumwambia wa innaka la dhu khuluqin adhim? Alimwambia wa innaka la ala la dhu khuluqin adhim. Ni tabia ambazo kwamba leo utakuwa nazo, kesho zikuondoke. Leo ni mzuri, kesho uzuri umeondoka. Umepatikana na kitu kidogo, leo uzuri wako umefanya nini? Umeondoka. Leo watoa wapeana katika khuluq mzuri, lakini kesho kutwa umekuja. Lakini kwa kuwa hizi tabia kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama si zenye kuondoka, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfundisha adabu, fa ahsana ta'dibahu, adabu zake akazifanya kuwa ni mzuri. Mwenyezi Mungu amwambia wa innaka la'ala, si zenye kuondoka tabia hizi. Hizi tabia ni zenye kubakia, hayya wa mayita. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni rahim fi hayatihi, baada mamatihi si rahim tena, bado ni rahim, sio? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake alikuwa ni rauf, baada ya kufa kwake raafa imeondoka bado. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na lini alqaul wakati wa uhai wake, baada ya kufa kwake kumeondoka, hakujaondoka bado, ni tabia zake zile zile, mwenendo wake ni ule ule Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hata suilat as-sayyida Aisha, sayyidatuna Aisha pia aliwahi kuulizwa an khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam au an akhlaqihi, kutokana na tabia zake. Sayyidatuna Aisha alisemaje? Kana khuluquhu, tabia zake zilikuwa nini? Qur'an. Ukisoma Qur'ani ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila aya inayokataza Mtume alikatazika, kila aya inayokemea Mtume alikomeka, na kila aya iliyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyaje? Aliamrishika. Sasa ukisoma Qur'ani unamsoma Mtume. Kana nabii sallallahu alaihi wasallam Qur'ana yamshi, Mtume alikuwa ni Qur'ani akitembea. Ukiangalia Qur'ani na ukimwangalia Mtume hakuna tofauti yoyote. Ndio kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa nini? Ni Qur'an. Maana dhalik, maana yake anna al-abda
ni kwamba mja idha takhallaqa bi akhlaqi alqur'ani was sunna au bi akhlaqi alqur'an, atakapo kujipamba na tabia za Qur'ani, wastaqama ala ahkamihi, na akawa na msimamo juu ya hukumu yake, fa innahu yusbihu Qur'anan hayya, mtu huyu atakuwa ni Qur'ani iliyoko hai. Wakati mtu atakapokujipamba kwa tabia za Qur'ani, makatazo yake, maamrisho yake, makemeo yake, mazuri yake, bishara zake na indhari za Qur'ani, wastaqama ala ahkamihi, ukawa na msimamo, basi fa innahu yusbihu Qur'anan hayya, huyu atakuwa ni Qur'ani iliyoko hai. Wala yasilu al-abdu, na mja hawezi kufika katika hizo daraja za al-husnul al-khuluqul hasan illa, isipokuwa hatta yatlu al-Qur'an, kitu cha kwanza mpaka isome Qur'ani, bitafakkurin, kwa fikra, wa tadabburin, na kwa nini? Kwa mazingatio, wayattabi ahkama, na afuate hukumu zake. Ili wewe uwe ni mtu mwenye kujipamba na sifa za Qur'ani, kitu cha kwanza lazima uisome Qur'ani bifikri, uifikirie yale yaliyozungumzwa mule, yaliyosemwa mule, lazima uyafikirie na kuyazingatia. Bitadabburin, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim. Qur'ani ukisoma uisome na tadabbur, uisome na mazingatio. Hapa kumezungumzwa nini? Mwenyezi Mungu asema falyanzuril insanu mimma khuliq, sio mwanadamu ameumbwa kutoka nani? Na udongo na nini? Na manii, hivyo tu. Sasa Mwenyezi Mungu akwambia ufikirie, yafikirie manii, ufikirie udongo, mchanga huu, mchanga mpaka uje uwe mwanadamu, mpaka uje uwe ukifinywa, mpaka uje uwe ukikatwa toa damu. Tadabbur. Tuangalie nini? Al-ibli kaifa khuliqat, tumwangalie ngamia ameumbwa vipi. Tadabbur, mazingatio. Ngamia ameumbwaje? Wewe utasema ameumbwa kama kuumbwa wanadamu wengine au viumbe wengine, sio? Lakini Mwenyezi Mungu si makusudio yake haya. Makusudio yake umwangalie ngamia namna alivyomuumba Mwenyezi Mungu, alivyotia ufundi wake. Ule ngamia ana pipe mbili huku ndani. Akinwa maji, anaweza kunwa maji jerrycan zaidi ya 20 lita 20. Anakunwa. Lakini akiingia ndani naweza akakaa mwezi mzima bila kunwa maji. Lakini katika pipe zake mbili zile, moja ni yapitisha maji ya moto na moja yapitisha maji ya baridi. Wanasema akisikia kiu, zile pipe, ile pipe ya maji ya moto hupitisha kwenye maji ya baridi, akawa yarwa, ile dhama inamuondokea ile kiu. Asema mwangalie ngamia alivyoumbwa. Asema ngamia aliumbwa na kope ndefu. Zile kope zinamsaidia anapokuwa kwenye jangwa, lile vumbi na zile changarawe haziingii kwenye nini? Kwenye maji. Hizi ndio alizozitaka Mwenyezi Mungu tuzizingatie. Wa ila samai kaifa rufi'at, angalieni mbingu zilivyonyanyuliwa, tuangalie. Angalia Mwenyezi Mungu ameziinua mbingu 7 bighairi amadin tarawnaha, bila ya nguzo. Hii ndio tadabbur. Mtu atakayesoma Qur'ani na tadabbur maa fikrin, ufikirie, uwe na tadabbur, ndio utapata nini? Kufikia katika huko kwenye kuzipata hizo tabia njema. Fayuhillu halala bilfikri watadabbur, kuisoma Qur'ani kwa kuona, kufikiria na kuwa na mazingatio na kufuata ahkamu zake. Yuhillu halalahu wa yuharrimu harama, atahalalisha hapo wakati huo haramu, na haramu iliyoharamishwa na Qur'ani. Wa yuhallilu halala, atahalalisha halali iliyohalalishwa na nini? Na Qur'an. Wa ya'ti al-Qur'an, na inakuja Qur'an ala dhikri akhlaqi rasuli sallallahu alayhi wasallam fi al-ayati al-karima. Qur'an inakuja inatuelezea na kutaja tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallama katika aya tukufu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ukitaka kielelezo, role model wako katika maisha yako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwangalie Mtume asubuhi yake mpaka jioni yake,
kaifa kana yataamalu maa ghairihi, alikuwa akiamiliana na vipi na wasokuwa yeye. Yeye ni mtume, asokuwa yeye masahaba, alikuwa akiamiliana nao vipi? Alikuwa akiamiliana nao vipi na makafiri? Bali si kafiri tu, yule kafiri alharbi alikuwa akimpiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiamiliana naye vipi? Na wewe waamiliana na vipi na yule kafiri anayekutukana? Sisi tasawuf hutukana, sio? Sasa kaifa nataamal maa man yasubbu tasawufa wa yasubbu ahla altasawuf, tutaamiliana vipi na mtu huyu ambaye kwamba yuwatukana tasawuf, yuwatukana rijalu tasawuf, tutaamiliana na vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana na vipi na wanafiq? Kumbuka Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa ni raisul munafiqina. Katika kubwa alilolifanya, miongoni mwa makubwa aliyoyafanya ni kumsingizia Sayyidatuna Aisha kwamba amezini na nani? Safwan ibn al-Mu'attal. Alitangaza, yeye ndo alikuwa ni rais wakati huo, yuwatangaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana naye vipi Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Akuharibie jina. Tena si mtu kama mimi na wewe, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anayeharibiwa jina ni mke wake Sayyida Aisha. Lakini kaifa taamala mahu, aliamiliana naye vipi? Amekuja Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mtoto wake, amwambia baba amekufa, nataka kanzu yako nikamkafini baba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa kanzu yake. Angalieni alivyomharibia jina mtume, mke wake amezini. Ulama wakwambia mke wa mtume yoyote aweza kuwa kafiri, lakini mke wa mtume hawezi kuwa mzinifu. Mke wa mtume aweza kuwa kafiri, lakini mke wa mtume hawezi kuwa mzinifu. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dkhula an-nara. Walikuwa ni wake wa mtume Sayyidina Nuh na Sayyidina Lut alayhi salam, lakini wake zao walikuwa makafiri. Waweza kuwa makafiri wake za mtume, lakini kuzini hawawezi. Sasa angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiamiliana na wasiokuwa yeye. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tabia njema, hasanul khuluq, atazidhihirisha kwa viumbe ila qiyami saa, mpaka kiyama kitakapokusimama. Bidayatan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kuanzia kwa mtume, rehma na amani zimshukie yeye, waman ba'dahu, na atakayekuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallama, ibara warathatil anbiya, kupitia ile warathatul anbiya, alulamau warathatul. Sasa wao mitume alulama wamerithi kwa mitume, wamerithi ilmu, wamerithi tabia, na tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam zinaendelea ila qiyami saa, mpaka kitakapokusimama kiyama. Wa fil hadithi an-nabawi sharif, na katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukufu asema, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mkamilifu zaidi ya waumini kwa imani nani? Ahsanuhum, ni aliye mzuri wao zaidi, khuluqan wa tabia. Mtu akiwa na tabia mzuri, huyo ndo ana imani iliyokamilika. Iman watu wako nayo, lakini kamalul imani sio wengi wako nayo. Imani ukiuliza man humul mu'minuna, kina nani waumini, tasema sisi, sio ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kila mtu ufunga, sio? Mwenyezi Mungu yuzungumza na kina nani? Na waumini, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kwa hivyo kila atakayefunga itakuwa nani? Ni mu'min, sio? Lakini ni hakika
Al-imanu al-haqiqi, yatakana imani ya uhakika. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuh. Kisha mbele ikaenda, alafu baadaye Mwenyezi Mungu asemaje? Ulaika humul mu'minuna haqqan, sio? Haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaja, ukisikia indama tasma isma Allah, Allah, madha yuharriku hadha al-ismu fi qalbik? Madha tash'ur? Ukisikia Allah, Mwenyezi Mungu amesema Allah, wewe wafil nini? Siku moja Mtume SAW amekaa mahali hivi, tumesoma katika sira, amekaa mahali akaja Da'athur, Islam Da'athur, tumesoma katika khulasa, sio? Amekuja Mtume SAW amepumzika, akaja katika upanga wake. Mitume masahaba wako kila mtu uko sehemu yake, Mtume akaenda sehemu yake peke yake, ndio akaja katika upanga, sio? Amwambia man yamna'uka minni ya Muhammad, leo hakuna Abu Bakar, hakuna Umar, hakuna Uthman, hakuna nani, hakuna nani, mimi na wewe hapa. Man yamna'uka minni ya Muhammad, hasa atakaye kukuzuilia nsikuue nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema bikulli imani wa yaqinin wa sidqin. Alisemaje? Allah. Alipotaja jina la Allah, Da'athur alifanyaje? Alitatemeka mpaka upanga ukaanguka. Mtume akaushika, haya niambie sasa, man yamna'uka minni, mimi nina Mungu, wewe una nani? Alifanyaje? Alikubali, akasilimu. Unaposikia jina la Allah latajwa au unapotajiwa Mwenyezi Mungu, kwa mfano umefanya kitu fulani, kama Mwenyezi Mungu amesema, Mwenyezi Mungu amekataza, wewe wafil nini? Waumini wa kweli, wajilat qulubuhum, nyoyo zao hufanya nini? Ubabaika, wakajua aliyetajwa nani. Lakini ukitajua Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amesema hatuwezi kukwambia kwamba wewe ni kafiri, tutakwambia kwamba wewe ni mu'min, lakini hakikatul iman haijaingia katika moyo. Wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, aya zikisoma imani huzidi. Wewe Qur'ani ikisoma ufanyaje? Wacheza, sio? Pengine wengine ulala, wengine kapiga story nyingine. Huyu hatuwezi tukamwambia ni kafiri, la, tutamwambia ni Muislamu, tutamwambia ni mu'min, lakini hakikatul iman bado, hakikatul imani bado haijapatikana. Kwa akmalul mu'minina imana ahsanuhum, miongoni mwa dalili za ukamilifu wa imani ni mtu kuwa na nini? Na tabia. Abu Bakar al-Kattani asema at-tasawwuf akhlaqun, tasawwuf ni tabia. Wa man kana afdala minka fil khuluq, atakaokuwa ni bora kwako, yani maana yake amekuzidi katika tabia, kana adhhar minka fil ma'na, kana adhhar minka fil ma'na, huyu amedhihiri zaidi kwako wewe katika maana ya tasawwuf. Na mwingine akasema man zadaka fi tasawwuf, mwenye fil khuluq, mwenye kukuzidi katika tabia, huyu amekuzidi katika nini? Katika tasawwuf. Ukimwona mtu ana tabia mzuri zaidi yako, yule amekuzidi katika nini? Katika tasawwuf. Ukimwona mtu amekuzidi katika tasawwuf, huyo amekuzidi katika nini? Katika tabia. Ndio akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ukitaka kumjua sufi alhaqiqi akmal, aliyekamilika, muangalie katika tabia, yuko vipi katika tabia. Ukiona tabia zake bado, ujue katika tasawwuf bado. Ukimwona tabia zake ziko wastani, ujue tasawuf yake iko wastani. Ukimwona tabia zake ziko juu, jua huyo tasawuf yake iko wapi? Iko juu. Wal mutasawwif, na mutasawwif, mutasawwifuna ni sisi kwa kama tulivyosema, kuna asufi na almutasawwif. Sufi ni ule ambaye kwamba amefika katika daraja za kuitwa asufi, lakini mutasawwifuna ni sisi ambao kwamba tunasoma tasawuf na kujipamba na tasawuf. Huwa alladhi, ni yule ambaye kwamba yas'a, anatembea, liyakuna qalbuhu au qalbahu, ili moyo wake uwe mithla qalbi sayyidina Musa alayhi salam. Ni yule ambaye kwamba anatembea, yani yas'a bimaana anatafuta moyo wake uwe kama moyo wa nani? Wa Nabii Allah Musa alayhi salam. Nabii Allah Musa alayhi salam katika munajat
alipotoka baada ya munajat, alipokuja, alipoona jamaa zake wamekuwa wenye kuabudu ng'ombe, alimshika ndugu yake, sio Harun alayhi salam, akawa mkali juu yake. Lakini baada ya kuona burhan, baada ya kuelezewa, baada ya kufahamishwa aliyotokea, moyo wake ulifanya nini? Ulirudi chini. Alikuwa na hasira, lakini baada yake kufanya nini? Kwa hiyo ukimwona mtu na yeye moyo wake ni rakiki, moyo wake mpole, mwenye shafaka, mwenye nini, huyo ni asufi au ni mutasawwif. Kadhalika ya ikhwani, tasawwuf ni huwa al-ihraqul ananiya, ni kuchoma umimi. Anania, selfishness. Anania, umimi. Binirani la ilaha, kwa moto wa hapana mola. Tasawuf ni ihraqul ananiya, ni kuchoma ule umimi. Kwa nini? Kwa moto wa la ilaha, kwamba hapana mola. Sijui tumeelewa hapa? Anania, mimi, umimi katika sifa au na tabia mbaya, bila ya mimi. Umefanya jema, umefanya zuri, lau si mimi, sawa eh? Lau si mimi, bila ya mimi, yani ule umimi ule kutajataja sana yale mazuri ambayo kwamba umeyafanya. La tubdilu sadaqatikum bilmanni wal adha, kule kutangaza tangaza pia ni katika mambo yenye kuharibu sadaka. Kujiona, yani anania, ule umimi ule uchome, uunguze huu kwa la ilaha, kwamba hapana mola. Ili wewe uweze kulifanya hilo, umelifanya kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau si Mwenyezi Mungu, si lau si mimi lau si Mwenyezi Mungu kuniafikia katika kufanya jambo fulani, nisingeli lifanya, lakini isiwe mimi. Na hii katika tasawuf, ulama tasawuf wameiweka katika mizanu ibilisi, ni mizani ya ibilisi. Ana khairum minhu. Mwenyezi Mungu amuuliza Ibilisi, ma mana'aka an tasjud, lililokufanya usimsujudie Adamu lipi, baada ya kuwa nimekuamrisha? Tena kumbuka, amrul ilahi, aloamrisha ni Mungu. Mungu ameamrisha watu wafanye viumbe wa malaika wafanye nini? Wamsujudie nani? Adam. Ibilisi akakataa. Kilichokufanya usimsujudie nini? Ana khairum minhu, anania, mimi ni bora kuliko yeye. Ubora wako nini? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Mwenyezi Mungu ana hikma kumuumba mwanadamu kwa udongo, kumuumba jini au ibilisi kwa moto. Angalia, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sio tumeumbwa na udongo, tutatiwa makaburini, alafu tutatolewa tena. Ibilisi ameumbwa na moto. Alimuomba Mwenyezi Mungu ambakishe mpaka siku ya kiyama. Ibilisi amebakishwa mpaka siku ya kiyama. Ameumbwa na moto. Akifa siku ya kiyama ikifika, akifa atakwenda wapi? Motoni moja kwa moja. Sisi tumeumbwa na udongo, tutaingizwa udongoni, tutatolewa kwenye udongo, kisha tukaingia either peponi au motoni, wal billahi min dhalik. Lakini Ibilisi ameumbwa na moto, moja kwa moja wapi? Motoni. Ana khairum minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Kule kujiona, anania. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo alokupa. Hata imekuja katika kile kisa cha Bani Israil. Katika Bani Israil kuna mtu alikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfadhilisha, amempa daraja ya kwamba huyu annasara sairatan, annasara, kuna kiwingu as-sahaba, kuna kiwingu takihi, humzuilia kutokamana na nini? Na jua kali. Ule jua likiwa kali, Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia huyu mtu kipawa ambacho kwamba palipopote anapotembea kuna kiwingu kina mziba. Na katika mji ule na sehemu ile kulikuwa na bwana ambao kwamba alikuwa ni asi. Yani wanasema ulama, ma min ma'siyah, hakuna maasiya yoyote ila huyu bwana irtakabaha, alikuwa ameyafanya. Basi siku moja walionana njiani, huyu asi yuwaja min jihatin
na huyu mwingine abid min jihati al-ukhra. Wakaja hata altaqaya, wakaja wakakutana. Walipofika katikati, ile kukutana ile, huyu aliangalia upande wa huku na yule aswi aliangalia huku na yule abid akaangalia upande wa huku. Lakini ala ayi asas, kwa misingi gani? Huyu aswi alisema, mimi aswi kiasi hiki nawezaje kumwangalia abid mcha Mungu kiasi hiki? Akaangalia kando. Huyu abid asema, mcha Mungu kama mimi mtamwangaliaje muovu kama huyu? Akaangalia kando. Walipopishana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukua kile kiwingu akamwekea yule asi, huyu abid akachomeka na moto. Al-ananiya huwa al-tasawuf huwa ihraqu al-ananiya binirani la ilaha. Hiyo ibada aliokupa uwezo wa kuifanya mpaka ukafika hayo martaba hayo nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watasawufu, na tasawuf huwa an takuna insanan kamila, ni uwe mwanadamu uliokamilika, bikalimati illa Allah. An takuna insanan kamila bikalimati illa Allah, uwe ni mwanadamu uliokamilika kwa kilima cha illa Allah, isipokuwa sikufika hapa nilipofika, isipokuwa alionifikisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hukuswali swala ya maghrib, isipokuwa alokuwafikia kuswali nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini isifikie wakati kwamba wewe waswali kwa kuwa wewe ni wewe. Lau si mimi, kama mimi ningeswali nisingeliswali, bimaana wewe kama Karun, kiswa cha Karun, ile mali aliyokuwa nayo asemaje? Ile mali si amepewa na Mwenyezi Mungu, asema hii mali mmeipata kutokana na ujuzi wangu, si ujuzi wa Mwenyezi Mungu. Angalia Mwenyezi Mungu alivyomfanya. Kwa hiyo ka tasawufu wa ihraqul ananiya ni kuchoma umimi binirani la ilaha, kwa moto wa hapana mola. Watasawuf, na tasawuf huwa an takuna insanan kamila, ni uwe mwanadamu uliokamilika, binuri kalimati illa Allah, kwa nuru ya kilima cha isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hukufika katika martaba uliofika, hukufika katika daraja uliofika, illa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. An ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu, hukufikia martaba hiyo illa alokufikisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika tasawuf huwa tahwilu sufi maqalahu ila hal. Tasawuf ni kumbadilisha sufi. Tasawuf ni kumbadilisha yule sufi katika maneno yake kwenda katika hali yake. Fayuhyi bihalihi, huyu anahuika na hali yake na maneno yake, maa qulubi nasi daima, anaishi na maneno yake na hali yake pamoja na nyoyo za watu siku zote. Yani tasawuf au sufi ni yule anayebadilika katika maneno yake kwenye hali yake, hasemi isipokuwa anachokifanya. Akisema ukweli, hali yake inasema. Waarabu wasema lisanul hal afsah min lisanil maqal, ulimi wa hali ya mtu ni fasaha zaidi kuliko maneno yake. Alilmar'i la tas'al anil mar'i la tas'al an khuluqihi, usimuulize mtu tabia zake, usimuulize mtu tabia zake. Fi wajhihi shahidun min alkhabar, ukimwangalia tu ikutosha. Usimuulize mtu wewe ni sufi, atakwambia ndiyo mimi ni sufi, kama ni katika mutasawwifin. Ukimuuliza mtu wewe ni sufi, atakwambia la, mimi si sufi, kama si katika mutasawwifin. Lakini muangalie uso wake, hali yake iko vipi na maneno yake, maneno yake yako vipi na hali yake.
awe ataishi na binadamu, ataishi na watu siku zote katika hali ya ulimi wake na katika hali ya maneno yake, yani fayuhyi bihalihi wa makalihi, anaishi katika hali yake na maneno yake pamoja na nyoyo za watu. We unamdhania vipi mtu fulani kwa hali yake na maneno yake? Usitosheke na maneno yake, angalia hali yake iko vipi. Wamhukumu vipi mtu fulani? Hali yake na maneno yake. Ndo sufi au mutasawwif. Mutasawwif na au tasawuf ni tahwilu sufi, ni kumbadilisha ule sufi fi maqalihi ila hal, fi maqalihi ila hal, ni kumbadilisha maneno yake kwenye hali yake. Sufi atakana awe mkweli, hali yake pia iwe sio, maneno yake ni ya ukweli, maneno yake matamu, maneno yake mazuri, yashika moyo, akizungumza mpaka machozi hutoka. Hali yake vipi? Na ndivyo anavyotakikana sufi aishi na watu. Kadhalika tasawuf ni rihla, au anasema ni rihlatun, ni safari iliyotukufu ambayo kwamba tusilu al-abd, inamfikisha mja ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, kupitia ibra al-mahabba wa suhba al-haqiqiyya, kupitia mapenzi na urafiki na usuhuba wa uhakika. Leo kila mtu humpenda mtu, leo kila mtu ni rafiki wa mtu, lakini ni kweli mapenzi hayo ni yana uhakika? Lau taulizwa ma haqiqatu hubbuka li fulanin, uhakika wa mapenzi yako kwa fulani ni upi? Urafiki wako, uhakika wa urafiki wako kwa fulani ni upi? Hata ilikuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imepokewa na Alqama alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asema wa ana sabiu sab'a, na mimi ni mtu wa saba katika watu saba. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazungumzo yao aliwauliza swali, ma antum. Kwa sojua lugha sababu pengine Mtume amekosea hapa Manake wasawa alikuwa amuulizeje kwa lugha zetu tunazofahamu, man antum, sio nyinyi kina nani? Lakini man antum aliwajua wao ni Waislamu. Sasa akawauliza ma antum, ay ma haqiqatu islamikum, uhakika wa Uislamu wenu ni upi? Akataja zile arkanul imani, arkanul islami, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaongezea mambo manne. Wampenda mtu sio, lakini uhakika wa mapenzi yako kwake ni yapi? Ni rafiki yako fulani ndio, lakini uhakika wa urafiki wako kwake ni upi? Kam min rajulin yalqaka arraka, ni watu wangapi na wangapi wakikutana nawe hukutana kwa makamama, kupiga makamama. Yaksim laka billahi annahu la yutiku laka firaka, hakuwa pia Mungu kwamba siwezi kukuacha. Malakun karimun fi madhhari, ukimwangalia hivi hakuna malaika kama yeye, lakin shaytanun rajimun fi makhbari, shetani mkubwa ukimwangalia malaika mashaallah hakuna kama yeye, lakini akikupa mgongo, a'udhu billahi minash shaitani rajim, shaytanur rajimun fi makhbari. Idha laqiyaka biwajhi Abi Bakr, lakin qalbuhu qalbu man? Abu Lahab. Akikuangalia hivi utasema Sayyidina Abu Bakari yupi, lakini qalbuhu qalbu man? Abu Lahab. Ana moyo wa kwa nini? Ana moyo wa kwa nini? Raaitu an-nasa kadhahabu, Imam Shafi asema raaitu an-nasa kadhahabu ila man indahu dhahabu wa man laysa indahu dhahabu fa anhu an-nas kadhahabu. Raaitu an-nasa qad malu ila man indahu malu wa man laysa lahu malu fa anhu an-nas qad malu. Raaitu an-nasa munfadda ila man indahu fidda wa man laysa indahu fidda fa anhu an-nas munfadda. Muona watu kad malu wameelekea ila man indahu malu, kwa aliye na mali, wa man laysa indahu malu, naso kwa na mali, fa anhu nas kad malu, watu wote wamewekeza njia nyingine. Mali zimeisha, sasa tuje kufanya nini kwako? Sisi tulikuwa tuko kwako kwa ajili ya mali, mali zimeisha, tutafanya nini? Raaitu an-nasa kad dhahabu ila man indahu dhahab wa man laysa indahu dhahab fa anhu nas
kadhahabu, tulikuja kwako kwa kuona dhahabu, sasa huna dhahabu, tuje kufanya nini tena? Kadhahabu. Raaitu an-nasa munfadda ila man indahu fidda waman laysa indahu fidda fanahu an-nas munfadda. Tulikuja kwako ukiwa na fedha, leo fedha zimeisha, tufanya nini? Tunda zetu. Sio ndo mahaba yetu ya siku hizi na kupenda kwa kuonacho, kama huna khalas. Au pengine chako changu, changu usifikirie, chako wewe ni changu, changu mimi. Atasawufu huwa rihlatun muqaddasa, ni safari hii iliyotakaswa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, tusilul abd, inayomfikisha mja ila Allah Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ibra almahabbati wasuhbati alhaqiqiyya, kupitia mahaba na urafiki na usuhuba wa ukweli. Ila adhan al-isha biidhnillah. Atasawufu, tukiendelea, tasawuf huwa mas'uliyatun, ni mas'uliya, ni jukumu, yahmiluha ulaika rabbaniyun, yanayochukuliwa na kubebwa na wale walezi. Rabbaniyuna katika tasawuf ni wale wanaomlea mtu moyo wake, wale walezi wa nyoyo, kuwalea waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alghafilina, waloghafilika, wale walioghafilika, waliotoka katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fayuamilunahum, wala wanawaamiliana nao, wayakhdimunahum, na wanawatumikia, wayarshidunahum, na wanawaongoza, bishafaqati warahmati walmahabba, wanawaongoza kwa shafaka, kwa upole, shafaka sympathy, bilmahabbati, kwa mapenzi, warahmati, na masi rahma, liwajhi llahi ta'ala wabtighai mardati. Haya yote wanayafanya kwa ajili ya kutaka radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wanayafanya kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lidhalik, kwa ajili hiyo, yumkinuna alqaul, inamkini yamkini sisi kusema, anna tasawufa, yani yamkinika sisi tukusema, anna tasawufa, twaweza tukasema ya kwamba tasawuf huwa tariqul khidmati alislamiyya. Tasawuf ni njia ya utumishi wa Kiislamu. Ile khidma inayofanywa na sufi, ile khidma inayofanywa na mutasawwif, haifanyi ila kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutaka radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba huu ndio Uislamu. Hufanyi unalolifanya ila kwa kutaka radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ukitaka radhi za binadamu, kazi ya bure. Ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Imam Shafi asema kuwaridhisha watu ni upeo ambao kwamba hauwezi kufikilika, hakuna mtu anayeweza kufikia huko. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya asema ridha Allahi ghayatun la tudrak wa ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Ridha Allahi ghayatun la tudrak, usiache kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ridha an-nasi ghayatun la tudrak, huwezi kumridhisha mtu. Imam Shafi asema man isturdiya falam yarda fahuwa aljabbar, mwenye kuridhishwa asiridhike ni nani? Wa man istughdhiba walam yaghdab fahuwa alhimar, anayekasirishwa asikasirike ni punda. Wale wana punda siku moja amekasirika, hebu ndo kamuudhi pale kama atakasirika kwa vile vile. Na wewe ukafanyiwa ridha, usiridhie, wewe ni jabbar mutakabbir. Kwa nini usiridhie wakati umefanyiwa ya kuridhia? Kwa hiyo mutasawwifun
hawafanyi wanalolifanya, hizo khidma, kuwatumikia wale ghafilin, kuwatumikia wale asharidina ataihin, wanayafanya bishafaqa warahma walini alqaul warafa walmahabba, zote wanazifanya liwajhi llahi taala wabtigha marudati. Na hizi nazo ni katika akhlaq, ummahatul akhlaq, ni katika mama za tabia shafaqa, na ni katika tabia zile abraz za akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hata sisi mutasawwifin, sisi tunaosoma tasawuf, sisi ambao kwamba tusoma da'wa, katika kazi ya da'wa tumesisitizwa sana na ulama wetu wa tasawuf kwamba tunapofanya tasawuf, tunapofanya da'wa tuitabikishe tasawuf katika da'wa. Kwa mathalan, mfano linul qawl, mtu ni ghafil, la yusalli, la yatasaddaq, haswali, hatoi sadaka, yani hana jema lolote analolifanya. Wakati wewe unapomfanyia da'wa yule, yatakikana umfanyie kwa haya yaliyotangulia huku nyuma, shafaka, uwe na shafaka, uwe na mahabba, uwe na linil qawl, kauli mzuri, kauli laini. Angalia, kuna ajabu moja, subhanallah. Kuna mwema kati yetu sisi anomshinda Nabii Allah Musa na Harun. Sisi Waislamu, kuna mwema kumshinda Nabii Allah Musa na Harun? Hakuna. Na katika waovu walioko duniani hivi sasa, kuna mwovu zaidi kumliko Firaun? Lakini ndhuru, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma Musa na Harun kwenda kwa Firaun alisemaje? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar au. Subhanallah, hii aya ina ajabu. Ndio tumeambiwa katika tasawuf, tukisoma Qur'ani tusome bil fikri wa tadabbur, sio tusome kwa kufikiria na kuzingatia. Hebu tuangalie ni mazingatio yaliyoko katika hii aya. Arsala Allah subhanahu wa ta'ala Musa wa Haruna man huwa khairun minna ila man huwa sharrun min almad'u Fir'aun. Asemaje? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Wa qad alima Allah subhanahu wa ta'ala منذ الأزل أن فرعون هذا مش فرعون هذا مش فرعون أن فرعون هذا لن يتذكر ولن يخشى. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijua منذ الأزل أن فرعون هذا لن يتذكر ولن يخشى, hatakumbuka hataogopa. Lakini Mwenyezi Mungu amwambiaje? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Limadha ya Rabb? Mwenyezi Mungu ajua wazi kwamba Firauni huataka ambiwa nini? Lan yatadhakkara wa lan yakhsha. Lakini amemtuma Musa, man huwa khairun minna ila man huwa sharrun min almad'u biqawlin layyin. Kwa nini? Hatta yakuna manhajan wa dusturan wa sabilan likulli da'iyatin ila Allah. Iwe ndio manhaj, unapomlingania mtu nenda biqawlin layyin la'allahu yatadhakkar au yakhsha. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala albasira alshafaqa, albasira lin alqawl, albasira alrahma, albasira almahabba. Ulama utasawuf hivi ndivyo walivyotufundisha na hivi ndivyo walivyowalea watu. Abdul Qadir al-Jilani min kibari as-sufia al-muhaqqiqin. Kina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani walikuwa ni masufi wa uhakika kweli, waliipata ile daraja ya hakikatu tasawuf. Asema yule mwanafunzi mbaya ni wetu sisi, wale wanafunzi wabaya, wale wakora, wale wachafu, wale wa nini, asema ni wetu sisi. Ni jukumu letu sisi kuwabadilisha tabia hizo mbaya, kuwapeleka katika tabia nzuri. Ni jukumu letu sisi. Ndio hawa ulaika rabbaniyuna,
wale walezi wa ukweli na wa uhakika. Tukimalizia tasawuf, ndugu zangu, atasawufu huwa sa'i wal amal ala tanzim alhayati ala asas alkitabi was sunna, ni mtu kwenda na kufanya kazi katika maisha yake, yale maisha yake anayoyafanya kazi, iwe ni za ibada, iwe ni za dunia. Alhasil ayu amalin, amali yoyote atakayoifanya iwe ataifanyaje? Yunadhimu alhaya ala alkitabi wassunna, ala alkitabi wassunna. Na hii ndio tasawuf, na hawa ndio rijalu tasawuf. Rijalu tasawuf wasema tasawuf imejengwa ala alkitabi wassunna. Tasawuf imejengwa ala alkitabi wassunna, khilafan na wale wanaosema kwamba masufi hawafati kitabu wala sunna. Ukimwona sufi yoyote hafati kitabu wala sunna, huyo si mutasawwif wala si sufi. Sufi alhaqiqi ni yule ambaye kwamba yunadhim hayatahu ala alkitabi, ala asasi alkitabi wa sunna, anakwenda kwa misingi ya kitabu na sunna. Lakini ukimwona mtu yoyote anakwenda ala ghairi alkitabi wa sunna, huyo si nani? Huyo si sufi. Lidhan kama qulna fi al-usbu' al-madi, la tasubbu at-tasawwuf, msitukane tasawwuf. Sawa, msitukane tasawwuf. Wala tashtumu at-tasawwuf, msitushutumu tasawwuf. Subbu washtumu, kama ni kumtukana mtukaneni, na kama ni kumshutumu mshutumuni nani? Almutasawwif, yule mutasawwif. Kwa sababu gani? Kwa sababu anakwenda ala ghairi tasawwuf. Yeye anakwenda kiyeye, haendi kitasawwuf. Tasawwuf ni kitabu na sunna, tasawwuf ni kitabu na sunna. Kwa hivyo kama ni kuitukana au kama ni kumtukana ni yule. Sawa, usimtukane kafiri, usimtukane. Kwa sababu gani? Liannaka la tadri ala ayi asasi yamut, wewe wajua atakufa katika misingi gani? La tahtakir alkafir, usimtukane wala usimchukue kafiri. Ulama utasawuf watufundisha, watambia ihtakir alkufr, ule ukafiri ule ndio uuchukie. Na hii ndio inakwenda sambamba na Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale maswahaba watatu wala thalathati alladhina khulifu, wale maswahaba watatu ambao kwamba hawakutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika vita, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea semaje? Kariha Allahum bi'athahum, kule kukaa kwao ndio alikofanya nini? Alikokuchukia Mungu. Mungu hakuwachukia wale, alichukia kile kitendo chao cha kule kutoka na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wewe kama wataka kuchukia, chukia kitu, usimchukie mtu. Wataka kutukana, tukana kitu, usimtukane mtu. Kwa sababu gani? Liannaka la tadri ala ayi asasi yamut, hujua atakufa katika misingi gani. Wewe mtukana kafiri, hutaki. Kwa nini? Kwa sababu ile ni kafiri. Alkufru, ule ukafiri anao yeye, ule ukafiri anao yeye, ule ukafiri wake yeye. Wewe lako nini? Ni kumtoa katika. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia, anatufundisha tasawuf, atuambia ule dhalim usimdhulumu kafiri, kwa sababu ule ukafiri anao yeye. Lau kafiri atainua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu, lau madhulum yule kafiri aliyedhulumiwa atamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakwenda kumjibisha dua yake. Usimdhulumu fasik, kwa sababu ule fasik anao yeye, wake yeye. Masala ya haki ya kudhulumiwa iko mikononi mwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo almutasawwif, sisi mutasawwifuna kwamba twasoma tasawuf, tuisomeni tasawuf, tutabikisheni yaliyoko kwenye Qur'ani kama tulivyosoma nyuma, bilfikri wa tadabbur, tuwe na fikra na mazingatio, tutabikishe kitabullahi wa sunnat rasulillahi katika maisha yetu yote tunayokuishi. Insha Allah Taala hapa tutakoma, na kama tulivyoyasema
ni sawa, basi usawa watoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa kuna makosa ya kilugha, kuna makosa katika kufahamisha na kueleza, basi haya ni makosa yetu sisi. Mwenyezi Mungu insha Allahu Ta'ala atujalie ni wenye kusikia mema na wenye kufuata, na tuzidishie ilmu na turuzuku fahamu. Na dakaik ambazo kwamba zimebakia, nastafid minka sayyidi walau bidakaik yasir mashi. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie ni wenye kusikia mema na wenye kufuata. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.